Lakini la pili, naomba tuongee ukweli. Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekataa kuwa wanafiki, tumekataa kuwa vigeugeu kwenye swala la bodaboda, tumekataa. Na hii ni kwa sababu wakati tunagombea, hawa vijana wa bodaboda ndio lilikuwa jeshi kubwa tunalitanguliza mbele ili tuweze kupata ushindi katika majimbo yetu. Kwa hiyo linapotokea jambo lolote ambalo linawahusu bodaboda, linawahusu watu ambao tuliwategemea wakati tunatafuta vyeo hivi kuja kukaa kwenye viti vyekundu, lazima tulijadili kwa kina kuona namna ya kuepushia mzigo. Naomba Mheshimiwa Waziri, ili wazo la kuongeza tozo kwenye bodaboda ulitoe. Na mimi wakati nagombea nilijitabanisha wazi kwamba mimi ndo mfalme wa bodaboda katika nchi ya Tanzania. Hatutakubali kuona vijana wanaongezewa mzigo. 75%, nendeni mkachunguze, 75% ya bodaboda ni darasa la 7 ambao wametengwa kwenye wizara karibia zote. Ukituona juzi kulikuwa na kazi zimetangazwa jeshini, wanatangaza kuanzia form 4, form 6 vyuo. Darasa la 7 mmewaacha mtaani. Angalieni wizara zote. Sasa sehemu ambapo wamejiegemeza tunataka kwenda kuwakandamiza zaidi ya 75%. Na mimi ni darasa la 7, niko humu ndani. Siwezi kuwageuka ndugu zangu, siwezi kuwageuka. Kwa tunaomba hizi tozo zipelekwe sehemu zingine, simtuletee sisi watu watungi. Bia ilikuwa inauzwa 1000 mkapandisha 2000, 3000, 5000 tunalipa tu. Watoleeni bodaboda, tuleteni sisi watu watungi, sisi tutalipa hiyo, wala haina shida yoyote. Lakini twende kwenye Wizara ya Ulinzi. Ni ngumu sana kuchangia Wizara ya Ulinzi kwa sababu ni wanajeshi. Lakini inabidi tuambiane ukweli. Dunia sasa hivi imeenda kwenye teknolojia. Dunia sasa hivi sio tu makomando wale wanaovunja matofali na vitu vingine, watapigwa na drone. Makomando 50 wanaweza kupigwa na drone 3 tu. Tunaomba muongeze hela kwenye namna kununua vifaa vya kisasa kwa ajili ya wizara hii ya ulinzi, ili tuendane na dunia inapoelekea. Tunaona huko Ukraine, tunaona wapi drone inakuja, kandege kadogo amefungwa bomu kanapiga gari na makomando zaidi ya 100. Kwa hiyo naomba sana muongeze. Lakini kingine, wizara hii ya ulinzi, kuna wapambanaji wetu walienda kupambana vita ya Kagera, maveterani wanadai hela zao. Mpaka leo watu walioriski maisha yao kwenda kupigana na Idi Amin, mtu mwenye roho mbaya, mpaka leo hii hawajalipwa hela zao wale maveterani. Mmewafungulisha akaunti na vitu vingine, lakini hawajapewa pesa zao. Tunaomba muwape hao watu, mliwafundisha namna kutumia bunduki. Mkiwaacha bila hela zao, hasira zao zisije zikatuingilia mtaani. Tunaomba mtusaidie kuwalipa hela zao maveterani wetu.